Niliamini kabisa kwamba Merina ningemuita jina lake, na Merina ningemuita majina yote ambayo yanayostahili kuitwa mtu na mpenzi wake. Nilitegemea kwamba Merina ningeishi naye, ningetembea naye kila mahali, nikiwa na ringa kwamba niko na mwanamke mwema sana. Nilitegemea kwamba kila majina mazuri ningempa yeye. Ningemuita sweet, ningemuita honey, ningemuita kisura na kila aina ya jina. Na ndivyo nilivyokuwa nikifanya. Lakini sikufahamu kabisa kwamba katika maisha haya unaweza ukakuta kwamba wewe ni mtu mzima, ukaamini kabisa kwamba unafahamu pengine vitu vingi au ukafahamu kila kitu kuhusiana na jambo fulani. Lakini siku moja likatokea jambo mpaka likakufungua, ukajikuta unajiona wewe ni mjinga sana, kwamba kuna mambo mengi sana kumbe ulikuwa huyajui. Na hapo ndipo ambapo utakapojiona kama wewe ni mtoto mdogo. Niliamini sana kwamba nafahamu kila kitu, hasa kuhusiana na masuala mazima ya mahusiano na masuala mazima ya mapenzi na maisha ya kijamii kwa ujumla. Na hasa ukizingatia kwamba mimi nilikuwa na kazi yangu nzuri, nilikuwa nikifanya kazi bank. Jamii yetu kwa ujumla inaheshimu sana mfanyakazi wa benki. Unapofika mahali popote, iwe ni kanisani au mahali popote pale kwenye msiba, na watu wanaokutambua kama wewe unafanya kazi benki, wanakuwa na heshima fulani hivi tofauti na mtu mwingine. Kwa hivyo mimi niliamini kabisa kwamba mimi ni mtu bora na kuna mambo hayawezi yakanitokea mahali popote pale. Niliamini pia hata kwamba hakuna mwanamke anaweza akafanya ujanja wowote mkubwa sana kuhusiana na mimi, kwa sababu kama ni story nilishazipata nyingi kuhusiana na ujanja wa wanawake. Nilishafahamu pia kuhusiana na utundu wao na njia mbalimbali ambazo wanazozitumia. Na niliamini kwamba kila kitu mimi ninakifahamu. Na muda mwingi nilikuwa nikiutumia sana katika kulinda mali na kuhakikisha kwamba hata kama ikitokea mwanamke akinichiti, lakini nihakikisha kwamba mali zangu zinabaki kwa salama, kwa sababu mimi niliamini katika mali, japokuwa nilikuwa nikilipenda sana penzi langu. Nilipopata tu kazi, niliamua kuingia katika mahusiano ya kimapenzi yaliyo rasmi, nikisema kwamba ninahitaji sasa niweze kumpata mpenzi ambaye atakuwa ni mke wangu moja kwa moja. Ndipo ambapo nilipodondoka kwa mwanamke mmoja niliyekuwa nikimpenda sana kwa kumuona tu. Mwanamke aliyekuwa anaitwa Merina. Nilimpenda sana kiukweli, na moyo wangu niliustukia jinsi ambavyo ulivyokuwa unapata mapigo ya kwenda mbali sana pindi ambapo nilipokuwa nikimuona Merina. Siku moja ilibidi niweze kumtokea Merina na kumweleza ukweli. Alikuwa akinifahamu, lakini mara nyingi au mara zote nilikuwa sijawahi kuongea naye kuhusiana na masuala mazima ya mahusiano ya kimapenzi, japokuwa nilikuwa nikionyesha kumpenda. Pengine yeye kama mtoto wa kike alifahamu kwamba kuna namna nina hisia kali kuhusiana na yeye. Nilipomuita na kuanza kuzungumza naye, nikimweleza ukweli wangu kwamba mimi ninahitaji kuwa naye katika mahusiano ya mapenzi aweze kuwa mchumba wangu, hata Merina alishangaa. Akaniambia, Fale, sikutegemea kabisa kama kuna siku ungeweza kuniambia hivyo. Tumekaa na wewe majirani siku nyingi. Sasa leo ndo unaniambia, ina maana siku zote ulikuwa unioni au? Kama mwanaume nilijitahidi kuongea na yeye katika hali ya utulivu mpaka pale ambapo nilimuona kabisa Merina akionyesha kunipenda sana. Kuanzia siku ile sasa mahusiano yangu mimi na yeye yalikuwa yameanza. Japokuwa si moja kwa moja kama wachumba, lakini ule ukaribu, mwanzoni tulikuwa tunapishana, tunaweza tukasalimiana tu kidogo kwa neno moja na kupishana, lakini sasa hapa
tayari tulianza kuingia kwenye mahusiano yale ya usalamu za karibu zaidi, kwa sababu bado alikuwa hajanikubalia kwamba mimi niweze kuwa mchumba wake. Mara nyingi nilipokuwa nilikuwa nikimuona akiwa na marafiki zake wawili. Na hasa wao walikuwa wananichanganya sana. Nilikuwa sifahamu kwamba jina hili ni la nani na hili ni la nani, kwa sababu majina yao ni kama ilikuwa yanafanana. Merina alikuwa na rafiki yake ambaye alikuwa anaitwa Milina na mwingine alikuwa anaitwa Molana. Katika urafiki wetu ule wa siku za mwanzo ulinifanya mimi nitamani sana kufahamu kwamba wao ni ndugu kiasi gani, kiasi kwamba majina yao yanataka kufanana kiasi kile. Mwanzoni Merina alikuwa hapendi kabisa kuniambia ni kwa nini majina yao yanafanana. Aliniambia tu ni mambo yamejitokeza. Lakini kama unavyojua kwamba mapenzi yana nguvu, niliendelea kwa karibu na yeye na tukaingia sasa deeply kutoka kwenye urafiki tu. Na sasa ombi langu likawa limepokelewa rasmi kwamba mimi na yeye tuweze kuwa wapenzi. Ni kipindi hiki ndicho ambacho sasa Merina alianza kuniambia ukweli. Kuniambia kwake ukweli kule kulinifanya mimi nizidi kumwamini zaidi, nikiamini ndio ukweli pekee ambao uliopo kuhusiana na yeye pamoja na marafiki zake wawili. Nilipomuuliza, alinieleza ukweli kwamba yale majina yalikuwa sio majina yao waliozaliwa nayo. Japokuwa Merina aliniambia kwamba yeye alikuja kupata ubatizo akajiita Merina. Lakini wenzake wawili wale walikuja kuamua tu kwamba wabadilishe majina yao ili waweze kufahamika kwa majina yale, ikiwa ni nia na dhumuni kwamba majina yao yaweze kufanana wote watatu. Lakini Merina jina lake la kuzaliwa kabisa alikuwa anaitwa Tatu. Merina aliniambia kwamba yule Milina yeye anafahamika kama Pili, ndilo jina lake la kuzaliwa. Na Molana, huyu rafiki yake mwingine, yeye aliniambia kwamba jina lake halisi ni Minaeli. Nilipata kushangaa sana kwa jinsi ambavyo walivyoamua kufananisha majina yao, na hapo sasa mimi nikapata shauku kubwa sana ya kutaka kufahamu ni nini kilichofanya wao waamue kwa vile. Merina alisisitiza kwamba ni urafiki wao ambao ni mkubwa sana ndio uliofanya wao waamue kupeana majina ambayo yanafanana kiasi kile. Usingeweza kuuliza zaidi kama ukiwa na akili timamu, kwa sababu urafiki wao ulikuwa unajionyesha hata kabla ya mtu yeyote kusema kwamba wale ni marafiki. Japokuwa wote walikuwa ni piskali zote, walikuwa ni watoto wazuri wote, lakini walikuwa hawafanani kwa maana ya sura, lakini ni mara nyingi walikuwa wanafananisha vitu vyao. Mavazi walikuwa wanavaa ya kufanana. Walikuwa wanapenda wakati mwingine wanapokuwa wananyoa kufanana, na muda wanapotaka kusuka walikuwa wanasuka msuko wa kufanana. Pigo zao zilifanya wabaki kuitwa sisters watatu. Na masela wengi pale walikuwa wanasema pale kwa wale kwamba ni piskali tatu. Na wanaume wengi walikuwa wanapenda kwa sababu ni kweli walikuwa wamepewa shepu nzuri sana. Na hata pale ambapo walipokuta kwamba mimi niko karibu na Merina, walishangaa sana kwa sababu walisema, masela wengi walikuwa wanasema kwamba mademu wale walikuwa wanaringa sana, wanajisheua. Na washikaji wengine wengi walikuwa wanasema kwamba wana watu wao wengine ambao hawako mtaani pale. Japokuwa kipindi hicho bado mimi nilikuwa nafanya kazi pale Songea mjini, katika tawi la CRDB Bank Songea mjini. Masela wengi pale kwenye mtaa ambapo tulipokuwa tunakaa walikuwa wanahisi kwamba akina Merina walikuwa na wapenzi wao maeneo mengine tofauti na pale taoni. Na ndio sababu walikuwa wakiwaringia sana, kwa sababu hakuna hata msela mmoja pale mtaani ambaye alikuwa anafahamu kwamba Merina au Milina au Molana ni nani anatoka yani mpenzi wa mmoja wao pale ni nani. Hakuna hata mtu mmoja ambaye alikuwa anafahamu. Lakini kama unavyojua, wanaume wanapokuta kwamba mwanamke hawajui ni nani anatoka naye, wanaamini tu kwamba ana mtu wake japokuwa hayupo maeneo yale ya jirani.
Ndivyo ambavyo washikaji wengi walivyokuwa wanaamini hivyo. Mimi nilimpenda sana Merina. Siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, mimi nilipata uhamisho wa kutoka Songea mjini na kuhamishwa katika tawi la CRDB Tanga mjini. Hapo sasa mimi pamoja na Merina tulikuwa ni wapenzi wa karibu sana. Ambapo sasa ni kwamba angalau hata ndugu zangu wa karibu walikuwa wanamfahamu Merina kwamba ni mpenzi wangu. Hakupata kunifahamisha ndugu zake wengine, zaidi sana ya wale rafiki zake wawili. Na huku akiwa ananieleza story nyingi sana kuhusiana na ndugu zake, kila siku story mpya. Sikuona ni issue sana kwa sababu mimi sikuwa wapenda ndugu zake. Nia yangu ilikuwa ni kumpenda yeye na kupendana na yeye. Na kwa sababu tayari tulikuwa tumeshapendana, sikuona haja ya kungangana sana kufahamu ndugu zake mpaka pale ambapo yeye mwenyewe angehitaji kunionyesha ndugu zake. Basi bana, mimi nilimweleza ukweli Merina kama mpenzi wangu, nikamwambia mimi kwa sasa nimepata uhamisho na hivyo inabidi niende nikafanye kazi Tanga, na hamia Tanga sasa hivi. Ninatamani sana tuweze kwenda pamoja kwa sababu siwezi kabisa kwenda kuishi mbali na wewe. Kwa hivyo ninakuomba sana Merina, mpenzi wangu, tuweze kuhamia wote kutoka Songea tuende Tanga. Merina alinitazama sana akaniambia Fale, ninaelewa kabisa kwamba unahitaji tuweze kwenda wote, lakini mimi kama unavyoniona ni mzito sana. Nilimuuliza kwamba yeye ni mzito kivipi. Mimi ni mzito kwa sababu ninapohitajika mimi kutoka hapa Songea kwenda Tanga, siondoki mimi peke yangu. Ni lazima niondoke na watu ambao ni watu wangu wa karibu. Unamaanisha watu wako wa karibu, mtoto au nani? Sio mtoto. Lakini maisha yangu yote mimi yanategemea sana rafiki zangu wawili hawa, Milina na Molana. Kwa hivyo kama utataka mimi niweze kuhama kutoka hapa Songea kwenda Tanga, ni lazima niondoke na marafiki zangu. Siwezi kwenda mbali, na kwa kweli sioni maisha nje ya kuwa na marafiki zangu hawa. Maisha yangu yatakuwa ni mabaya sana, kitu ambacho sitamani kukifikia. Kiukweli alinishangaza sana, kwa sababu Merina nilikuwa sina mashaka kuhusiana na upendo wake kwangu. Lakini maneno yale yalinifanya mimi nijiulize mara mbili. Inawezekanaje mwanamke anayempenda vizuri mwanaume aambiwe kwamba tuweze kuhamia sehemu nyingine alafu ahitaji aweke kigezo kwamba lazima na rafiki zake waondoke? Na kama marafiki zake hao hawataondoka, basi yeye hawezi kuondoka. Ilinishangaza sana, lakini nilisema ni lazima niweze kutumia mbinu nzuri ya kuongea na yeye ili aweze kunielewa. Kwanza nilianza kumbembeleza sana Merina. Nikambembeleza sana kwamba tuweze kuhamia Tanga. Nihamie mimi na yeye pekee, lakini Merina alikataa katukatu. Nilipomuuliza kama wenzake ameongea nao akamweleza kwamba wako tayari kuhama, alinieleza kwamba kuhusu rafiki zake bado hajawaeleza, lakini ana uhakika kwamba hawawezi kukataa kwa sababu wao ni yeye na yeye ni wao. Nilitafakari sana kwenye kichwa changu baada ya kukuta kwamba ambapo ni kama tunaanza kugombana na mpenzi wangu Merina, kisa tu mimi kumweleza kwamba tuweze kuhamia Tanga sisi wawili. Kufikia pale sasa niliona inabidi niwe mpole, ndipo nikaanza sasa kumbembeleza na kuanza kujishusha chini, nikamwambia niko tayari tuweze kuondoka watu watatu. Yaani yeye wao wakiwa watatu pamoja na mimi. Kufikia pale Merina hakuwa na shida, akaniambia okay. Lakini pia nikwambie tutakapofika Tanga sihitaji
kwamba eti tukae mbali mbali. Ninahitaji niweze kukaa karibu na marafiki zangu kama ambavyo ulivyotukuta huko. Kwa hiyo kama ni nyumba ambayo itabidi uchukue nyumba ambayo kila mmoja atakuwa na chumba chake, kwa sababu sisi ni watu wazima, hatuwezi kukaa pamoja. Lakini yani iwe nyumba moja, na kama ni mbili basi ziwe ni eneo hilo hilo moja. Tukae pamoja hapo hapo. Sisi ndivyo tunavyotaka. Nilimkubalia mpenzi wangu. Nikamwambia sawa. Kabla ya kuhamia Tanga, ilibidi sasa niweze kumtambulisha sasa kwa ukubwa sana nyumbani kwetu. Mama yangu alimfahamu vizuri Merina, na huku akinisifia kwamba ni mwanamke mstaarabu sana na mwenye upendo. Mama yangu alimpenda sana Merina, kwa sababu hata alipokuwa anakuja Songea mjini, kipindi bado niko pale, alikuwa anafurahia sana na alikuwa anaona jinsi ambavyo Merina akiwa anampenda sana na kumheshimu. Basi bwana, mimi nilikubaliana na Merina, na hivyo ilifika tarehe ya kuhama mimi sasa kuhamia jijini Tanga. Nilifika Tanga nikafanya maandalizi ya kila kitu. Hatimaye mpenzi wangu Merina alikuja pamoja na marafiki zake. Ilibidi nichukue nyumba ambayo ina vyumba vya kutosha. Chumba cha Molana, chumba cha Milina, pamoja na chumba changu mimi pamoja na mpenzi wangu, lakini bila kusahau chumba cha wageni ambapo mara nyingi alikuwa akikaa mama yangu pindi ambapo alipokuwa anakuja kunitembelea. Merina na rafiki zake walikuja jijini Tanga. Niliwapokea kwa bashasha nikiwa na furaha sana kwamba watu wangu wa karibu wamekuja. Marafiki zake Merina walikuwa wananiheshimu sana na kunipenda. Sasa kitu cha ajabu ambacho nilichokuwa nakishangaa ni kwamba Merina, pamoja na kwamba mimi nilikuwa na pesa zangu tu nzuri, lakini Merina alikuwa sio mtu wa kuniomba pesa yoyote ile. Lakini maisha yake yalikuwa yanaenda vizuri tu. Yaani hata nisipompa pesa mambo yake yalikuwa yanaenda vizuri sana. Lakini pia sijawahi kuona hata ishara kwamba kuna mwanaume ambaye anayetoka naye. Pengine kwamba huyo mwanaume ndo anayemfanya yeye aweze kuishi. Nilimuuliza sana Merina kuhusiana na kazi yake, lakini Merina alinieleza kwamba kipindi yuko Songea alikuwa anafanya kazi tu za nyumbani, na hivyo wazazi wake walikuwa wanamtunza kwa ujumla. Nilipouliza zaidi kuhusiana na marafiki zake hawa, majibu yao yalikuwa ni tofauti kidogo. Walinieleza kuna kazi ambaye aliyekuwa anazungumza Milina alisema kwamba ana kaka yake ambaye anafanya kazi serikalini na yeye anamsaidia kazi za serikali, lakini anamsaidia akiwa nyumbani. Molana naye alisema kwamba yeye anasaidizana pamoja na Milina wakiwa nyumbani, wanasaidizana katika kufanya kazi za huyo kaka yake na Milina ambaye yeye anafanya kazi serikalini. Kwa hiyo wakileta kazi pale, data mbalimbali, wao ndio wanaomsaidia kuzikusanya na kuzipanga vizuri data hizo, na huwa wanapata pesa nzuri tu kutoka kwa kaka yake Milana. Japokuwa majibu yao hayakuniridhisha sana, lakini sikutaka kuwachambua sana. Cha msingi ni kwamba walikuwa hawahitaji pesa yoyote kutoka kwangu mpaka pale ambapo nilipokuwa nikiridhia mimi mwenyewe kuwagea. Basi bana, tulianza kuishi pale Tanga. Nyumba ile ilikuwa ni nzuri kabisa. Nyumba ya kuvutia. Nilikuwa nimechukua nyumba kali bwana. Mfanyakazi wa benki, na kipindi hicho sasa nilikuwa nimepandishwa cheo. Bado nikiwa kijana mdogo kabisa. Niliamua sasa kwamba niweze kula raha duniani nikiwa bado kijana. Watu wengi walikuwa wananishangaa na walikuwa wanahisi kwamba mimi wale wanawake wote nilikuwa nimewaoa wote watatu. Lakini ukweli ni kwamba mimi nilikuwa sijaoa mtu yeyote pale kati ya wote. Kwa sababu hata Merina mwenyewe ambaye ndiye mpenzi wangu nilikuwa bado sijafunga naye ndoa, japokuwa alikuwa anafahamika sana nyumbani kwetu na mama alikuwa anafahamu kabisa kwamba naishi naye. Lakini kwa lugha nyingine ni kama tulichukuana tu. Hatukuoana. Story mbalimbali zilikuwa zikiendelea kwamba mimi natoka nao wote, lakini kiukweli nilikuwa sitoki nao wote na sikuzijali sana, kwa sababu ukweli nilikuwa nikijua mimi. Tulikaa pale miezi kadhaa, sikubahatika kumuona Milina akiwa na mwanaume yeyote yule.
Hata Maulana sikubahatika kumuona. Nilisema pengine ni kutokana na ubizi wangu wa kazi. Sikumsikia akiongea na mwanaume. Sikubahatika kumuona na mwanaume. Walikuwa ni wanawake wazuri sana kiukweli. Japokuwa mimi nilikuwa niko na Merina ambaye naye alikuwa ni mzuri. Lakini sometimes nilikuwa nikivutiwa na jinsi ambavyo wale wanawake walivyokuwa wanafanana. Lakini cha ajabu walikuwa hawanionyeshi hisia zozote za kimapenzi zaidi ya kuniheshimu. Basi bwana msikilizaji, siku ziliendelea kwenda. Nikawa sasa muda mwingine nikija pale nakuta kwamba Milina ametoka. Nilipokuwa nikiuliza nilikuwa nikijibiwa kwamba anaenda kwa marafiki zake. Lakini Merina akaniambia bana, kwa nini lakini unamfuatilia sana Milina? Milina na yeye ana watu wake, inawezekana anakwenda kwa mpenzi wake mpaka na wewe ujue. Unamchunga kwani yeye ni nani wako? Maneno yale ya Merina mpenzi wangu yalinifanya mimi nipunguze gubu la kuuliza na kutaka kufahamu zaidi kuhusiana na Milina. Lakini kwa upande wa Maulana, yeye alikuwa yuko pale muda wote. Milina sometimes alikuwa anatoka. Simu mbalimbali sasa nilianza kuziona ambazo nilikuwa sizielewi. Sometimes nilikuwa nikisikia sauti inayoongea ni mtu wa kike. Lakini jinsi ambavyo walivyokuwa wanaongea kwa sauti ya chini, sikutaka kuelewa zaidi wala kufuatilia kwamba ni nini ambacho walichukua wanazungumza. Siku zilisogea bwana. Mambo pale nyumbani yakaanza kubadilika. Mpenzi wangu Merina akawa sasa sometimes nikirudi pale nikiwa nahitaji kufanya naye mapenzi, akawa mara nyingi akawa ananiambia amechoka, hahitaji kufanya hivyo. Niliona ni mabadiliko makubwa ambayo yalikuwa yanaendelea pale. Kitendo kile kilinifanya mimi sasa hapo nianze kufuatilia ile jambo. Nilifahamu kabisa kwamba inawezekana wakati naondoka pale kuna mwanaume ambaye aliyekuwa anatoka na mpenzi wangu. Nilijaribu kumshirikisha rafiki yangu, na rafiki yangu akanieleza kwamba ni lazima kuna mwanaume ambaye anatoka na mke wangu. Na ndio maana hahitaji kunipa penzi siku hizi. Kutokana na jinsi ambavyo nilivyokuwa nampenda sana Merina, jambo lile liliniuma sana, na mimi nilisema ni lazima nifanye utaratibu niweze kujua ukweli kuhusiana na Merina. Ikiwa kuna mwanaume yeyote ambaye anatoka naye, basi nijue kwamba namuumiza na kumaliza kabisa mwanaume huyo. Kutokana na jinsi ambavyo nilivyokuwa nampenda sana Merina, moyoni mwangu alikuwa amejaa Merina peke yake. Hapakuwa na nafasi hata tone ya kumweka mwanamke mwingine isipokuwa Merina. Moyo wangu ulikuwa ukiniuma sana nikisikia tetesi kwamba kuna uwezekano mkubwa sana kwamba kuna mwanaume ambaye anayetoka naye. Niliamua sasa kuweka mitego yangu mbalimbali ili niweze kumfuma mwanaume huyo, kama ni yeye anakuja pale nyumbani au Merina nikitoka yeye ndo anatoka. Nilijikuta muda mwingine nikitoka kazini hata bila kuomba ruhusa, na haraka nilikuwa nikifika nyumbani kwa sababu ilikuwa ni pale pale mjini. Lakini kila nilipokuja sikukuta mwanaume wala sikukuta kwamba Merina ametoka, zaidi nilimkuta na rafiki yake yule yule. Maulana ndo alikuwa yuko pale, na wakati mwingine Maulana pamoja na Merina na pamoja na Milina. Nilijaribu kutega mitego yangu ya kila aina, sikufanikiwa kunasa mwanaume wala hata kunasa kwamba Merina ametoka na kwenda kwa mtu mwingine. Sometimes walipokuwa wanatoka ni vile tu nikiwa nimesharudi walikuwa naomba ruhusa na wao wanatoka, wanaenda mizunguko yao hapa na pale. Washikaji wengi sasa walikuwa wananiulizia kuhusu wale mabinti, wakitiwa wanahitaji kuweza kudate nao. Wanaume mbalimbali walikuwa wananiuliza kwamba vipi, wako ni yupi, ili tujue kwamba hao wengine sio wako, tujitokeze na sisi. Nilikuwa nawaambia na wala nilikuwa siwafichi. Lakini wengi walikuwa wananiambia kila alipokuwa wanatupia nyavu, wale mademu walikuwa wanachomoa, walikuwa hawahitaji kabisa. Ilinifikirisha sana kwa sababu kuna wanaume wengi ambao walikuwa wanakuja pale na hadhi na maisha yao, lakini bado walikuwa wananiambia kwamba wamechomolewa. Na mimi nilitamani apatikane mwanaume wa kumchukua mmoja pale ili tuanze kuvunja ile bondi ya wale watu watatu ambao wanasumbua.
Basi bwana, siku zilivyozidi kwenda, rafiki yangu mmoja ambaye sasa tulifahamiana kule Tanga, tulikuwa tunafanya naye kazi ofisi moja, alikuwa anaitwa Jerry Soni, tulikuwa tumezoea kumuita Jerry. Aliniona siku moja nikiwa niko sokoni. Nilikuwa niko mimi pamoja na Mary, bila kusahau kwamba marafiki zake wawili Milina na Molana wote walikuwa wako pale. Sasa Jerry alipowaona alinieleza ukweli kwamba anawapenda sana, amependa sana wale mabinti wawili. Na akanieleza kwamba anahitaji aweze kumpata mmoja wapo pale. Nilimweleza aweze kutupia nyavu zake, japokuwa wote walikuwa ni wagumu. Nilimweleza details za watu wengi sana ambao wengi walikuwa wamejaribu kutupia nyavu zao pale na zikachomolewa. Ni kama nilikuwa nimempa hofu Jerry. Kwa hiyo Jerry akanieleza, akaniambia kwamba inabidi nitangulize maneno yangu kabla ya yeye kutokea. Sikuona shida kwa sababu wale shemeji zangu ni watu nilikuwa nawapenda na tulikuwa tunaheshimiana japo tulikuwa tunataniana sometimes. Nilianza kumuuliza kwanza Jerry kwamba anampenda yupi zaidi. Aliponionyesha nilifahamu kwamba mtu anayemzungumzia kumpenda zaidi alikuwa ni Milan. Sasa nilichukua wajibu sasa wa kwenda kwa Milina na kumweleza ukweli kuhusiana na Jerry. Nilikaa nikampanga sana, nikamwelekeza sana japokuwa alikuwa anakataa katukatu. Baadaye akaniambia kwamba anaweza kukubali lakini kwa masharti makubwa sana. Nikamweleza okay, masharti mtajuana wenyewe. Akaniambia hapana, nataka nikueleze na wewe ufahamu, wewe ndio amekutuma kama mshenga. Nikamwambia ndio. Akaniambia ninahitaji nikwambie tu masharti, kama atayaweza ninaweza kuwa naye kwa sababu hata yeye namuona ni mwanaume mwenye muonekano mzuri. Lakini kama hatayaweza ni bora tuachane mapema tu, tusiye tukaanza kusumbuana huko mbele. Nikamwambia sawa, wewe nieleze, mimi nitakwenda kumwambia. Milina alinieleza kwamba yeye yuko tayari kwa karibu na mpenzi, lakini huyo mpenzi asiwe anahitaji mapenzi mara kwa mara. Yaani tendo lile asilihitaji mara kwa mara. Nikamwambia kwamba sasa hapo itakuwaje na kati jamaa anataka awe nawe karibu ili muwe mnapeana. Akaniambia kwamba nimweleze na kama akiona kwamba anahitaji hayo mambo kila saa, basi ajue kabisa kwamba pale amekosa nafasi, lakini kama ataridhia kwa kile kitu ambacho atakachomwambia basi anaweza akaipata hiyo nafasi. Basi bwana, mimi kama mjumbe nilipeleka ujumbe wangu, nikamweleza rafiki yangu Jerry, nikamwambia kwamba demu mwenyewe hahitaji kazi muda wote, yani hahitaji, yani kwamba ile wewe unataka mara kwa mara. Kwa hiyo kama utataka mara kwa mara ni bora umwambie ili mkosane tu mapema kabisa, msiwe mko karibu. Jerry alikaa akafikiri kidogo afu kisha akaniambia bwana, mimi mwenyewe nina kazi zangu za kufanya. Kwa hivyo kila kitu kinaweza kuwa sawa kama watu wakikaa sawa, wakielewana. Basi bwana, mimi nilivyomweleza vile Jerry akawa amekubali. Nikawakutanisha siku hiyo. Jerry pamoja na Milina wakaongea, lakini Jerry ndipo alipopewa masharti magumu. Akaelezwa kwamba kama anahitaji seksi ni mwisho wa mwezi mpaka mwisho wa mwezi, na kama hapo mwisho wa mwezi kutakuwa na dharura yoyote basi itasubiriwa mpaka mwisho wa mwezi mwingine. Kutokana na jinsi ambavyo Jerry alikuwa anamkubali sana Milina, ilibidi akubali japokuwa roho yake ilikuwa inamuuma sana, kwa sababu alikuwa anatamani kwamba aweze kupata mtu ambaye muda wowote akihitaji anapata. Muda wowote akihitaji anapata. Basi bwana msikilizaji, Milina pamoja na Jerry waliingia katika mahusiano ya mapenzi. Wakawa wamekubaliana vile. Lakini kila siku Jerry alikuwa analalamikia kwamba yule mwanamke anambana sana,
anabana sana, hataki kumpa mapenzi. Kila nilipokuwa nikizunguka huko na kule, bado nilikuwa nikirudi pale nyumbani, nilikuwa nakuta pamoja, na muda mwingine wakiwa wametoka, lakini Merina mpenzi wangu alikuwa yuko pale nyumbani. Sikubahatika hata siku moja kuona mwanaume yeyote ambaye alikuwa anatoka na Merina. Sikubahatika kumuona mtu yeyote ambaye hata ningeweza kumuhisi. Lakini kadiri muda ulivyokuwa unaenda, nilikuwa nikija pale nyumbani naangalia mazingira jinsi yalivyo. Kuna siku niliokuwa nikiwakuta wakiwa wamelala kitandani. Japokuwa kila mmoja alikuwa na chumba chake, lakini walikuwa hawalali hivyo vyumba tofauti. Nje ya muda ambapo mimi nilikuwa niko karibu pamoja na Merina, muda mwingine walikuwa wanalala watu watatu. Walikuwa wanalala wote watatu muda wote. Kwa hivyo siku hiyo nikaja pale mchana, nikakuta kwamba wako pale sebuleni. Nilipomtazama mke wangu nilishangaa kwa mpenzi wangu yule, nilishangaa jinsi ambavyo alivyokuwa amechoka. Amejilaza kwenye sofa pale. Alafu nguo yake, yani nguo zake alizokuwa amevaa alikuwa ni kanga, alafu ni kama imekaa upande sana yani. Wenzake wawili nao walikuwa mmoja huku. Wamejiegemeza kwenye sofa wamelala, lakini wote walikuwa wanaonyesha kuwa katika hali ya kujichokea sana. Kwa uzoefu wangu nilipotazama, nilimuona mke wangu kama mtu ambaye ametoka kufanya mapenzi. Lakini nilishindwa kuhisi kwamba amefanya mapenzi na nani, kwa sababu wote walikuwa hata watatu pale ndani. Nilijaribu kuangalia kila sehemu, na huku nikienda kumuuliza mlinzi wangu kama kuna mtu yeyote aliingia pale ndani. Lakini mlinzi alinijibu kwamba hakuna mtu yeyote aliyeingia pale. Awe wa kike au wa kiume, hakuna hata mmoja aliyeingia pale. Bwana we. Nilifikiri pia, nikasema kwamba pengine mlinzi wangu inawezekana kwamba alipewa hata rushwa. Siku ya pili nikaja tena nikakuta ile hali, na siku ya tatu mke wangu akiwa yuko kwenye hali ya kuchoka kupitiliza, kama mtu ambaye amechezea, yani amefungwa magoli mengi sana, na yeye kufunga magoli ya kutosha. Iliniuma sana kwa sababu picha niliyokuwa nikiona pale ilikuwa inaonyesha kitu kingine, lakini kila nilipokuwa naangalia ushahidi ili niweze kupata, nilikuwa naona kitu tofauti kabisa. Basi mimi kila nilipokuwa nikimuuliza yule mlinzi wangu, kwa sababu alikuwa anakataa, hata pale nilipomtishia kwamba mimi nitakufukuza kazi, lakini bado alibaki na msimamo akinieleza kwamba bosi, kama utanifukuza ni kunifukuza tu, lakini hakuna mtu yeyote aliyeingia humu ndani, na hakuna mtu anayeingia, na wala hata huyu shemeji yangu hajawahi kutoka. Niliamini kwamba kuna pesa ambayo yule mlinzi wangu alikuwa anaipewa, na ndio ilikuwa inampa kiburi cha kuamua kwenda kinyume na mimi. Hapo sasa mimi ilibidi nitafute spy mwingine, ambaye huyu alikuwa ni bodaboda. Nikamueleza kwamba aweze kukaa maeneo ambapo anaweza akaangalia toka asubuhi mpaka usiku, na mimi pesa nitamlipa. Alifanya vile. Wiki nzima ya kwanza hakuona mwanaume yeyote ambaye aliyekuwa anaingia pale. Hakuna, anasema hajawahi kuona mtu yeyote ambaye aliyekuwa anaingia pale. Lakini cha ajabu ni kwamba mimi zile hali nilikuwa nazikuta pale ndani, na bado mimi nilikuwa nikinyimwa kabisa tendo, yani nilikuwa niambiwa siwezi kufanya tendo kabisa. Lakini mazingira niliyokuwa nikiyakuta pale ni ya watu ambao tayari walikuwa wamefanywa. Nilijiuliza, ngasema ina maana mke wangu anafanywa na majini au kuna mapepo ambayo yanayomfanya mke wangu? Nilitafakari sana, lakini sikupata jibu. Nilijaribu kufanya utafiti mkubwa sana, lakini sikupata majibu yoyote. Mke wangu nilikuwa nikimkuta tu akiwa amechoka na hataki kunipa penzi. Kila nilipomuuliza alikuwa hanijibu kitu cha kueleweka kabisa. Jambo hili lilikuwa likinitesa, likiniumiza sana. Na rafiki zangu nilipokuwa nikiwaeleza, alinieleza kwamba niangalie tu vizuri, lazima kuna mtu atakuwa anakula mzigo wangu.
walikuwa wakizidi kunipanikisha na kunifanya mimi nizidi kutafuta ukweli kuhusiana na nani ambaye anatoka na mpenzi wangu. Mpaka mpenzi wangu anagoma kunipa penzi. Lakini hali hiyo nikaja kuikuta kwamba kwa upande wa Milina pamoja na rafiki yangu Jerry ni kama ni kawaida sana. Jerry alikuwa anasema kwamba kuna muda miezi 2 mpaka 3 inapita, lakini hapati hilo tendo kabisa. Nilipomuuliza kama amemfuatilia mke wake kama ana mtu mwingine, aliniambia kwa mbinu ambazo amezitumia mke wake atakuwa hana mwanaume mwingine. Matatizo ambayo niliyokuwa nikipitia mimi ndio matatizo ambayo aliyokuwa anapitia rafiki yangu Jerry baada ya kupendana na Milina, rafiki wa mpenzi wangu. Kwa upande wa Maulana, yeye alikuwa kabisa ndo hana hata mpenzi pale kabisa. Wote walikuwa hawahitaji kabisa kuwa katika mahusiano. Kwa upande wa kukutana kimwili walikuwa hawahitaji kabisa. Rafiki yangu Jerry akaniambia kwamba amejaribu kumchunguza mke wake, mpenzi wake yule hajawahi kabisa kumuona na mtu mwingine. Lakini kuna vitu pengine ambavyo haviko sawa. Kila alipokuwa anajaribu kuhisi kwamba pengine Milina alikuwa hampendi, uthibitisho ulikuwa unaonyesha kwamba Milina alikuwa anampenda sana. Upendo aliokuwa nao ulikuwa ni mkubwa, lakini alikuwa hahitaji kabisa waweze kufanya mapenzi. Siku moja nilikuwa natoka kazini, nikaja nyumbani pale. Ndipo niliposhangaa sana kwa sababu nilisikia mke wangu akiwa na wenzake huko bafuni. Nilisikia akiwa anacheza huko bafuni na mimi niliingia kwa sababu alikuwa kwenye upande wa bafu la public. Niliingia nikatulia zangu, nikasikia wakiwa wanamwagiana maji, mara wanataniana. Kuna sauti nilikuwa sizielewi yuko ndani. Lakini sikujaribu kutilia mashaka ya aina yoyote kwa sababu wote walikuwa ni wanawake. Nilisikia kiukweli maneno mengine ajabu ambayo yalinishangaza. Lakini niliamua tu kusema kwamba ni umbea wangu kwa sababu nimeingia kimya. Yale ni maneno ya watu wa kike ambao huwa wakikaa pamoja wanaweza kuzungumza. Basi bana, siku ile mimi nilipotezea. Siku iliyofuata nilikuja pale nyumbani, nikakuta wakiwa wamevaa vinguo kama vya kulalia wote watatu. Alafu naona wananyonya pipi. Yaani huyu ananyonya anampa mwingine ananyonya huku wakiwa wamepakatana. Pipi moja walikuwa wananyonya wote huku wakiwa wamepakatana. Mmoja alikuwa amepakatwa na hawa wawili walikuwa wamempakata huyu mmoja. Walikuwa wanampeleka na kumpapasa kila sehemu ya mwili huku wakiwa wanapeana ile pipi, mdomo huu wanatoa wanapeleka huku kwenye mdomo huu wote watatu. Sikuelewa michezo ile ilikuwa ni michezo ya namna gani. Walisahau kufunga mlango, kwa hiyo nilikaa pale nikatazama kwa hisia kali sana. Nilihisi kwamba ni utani, lakini kwa jinsi ambavyo walivyokuwa wanafanya niligundua kwamba wale walikuwa wanapandishana kabisa midadi. Niliona jinsi ambavyo mpenzi wangu alikuwa anapandisha hisia kupita kiasi. Na cha ajabu mpenzi wangu ndiye ambaye alikuwa amepakatwa, huku wenzake wakiwa wanamfanyia massage kila sehemu ya mwili wake. Mikono ilikuwa inaenda kila sehemu, shingoni, kwenye maziwa, kwenye makalio, katika maeneo yake ya siri, kila mahali mikono ilikuwa inapita. Nilitazama kwa kipindi kirefu. Nikatazama mpaka mimi mwenyewe hisia zilinipanda. Sikuamini kama wale walikuwa wote ni wanawake waliokuwa wanafanya vitendo kama vile. Hisia zilinipanda, lakini niliona jinsi ambavyo walivyokuwa wanafanyiana na huku wakianza kunyonyana kwenye maziwa. Mke wangu niliona jinsi ambavyo walivyokuwa wananyonywa maziwa. Na huku wakiwa na mmoja ananyonya ziwa hilo, mwingine ananyonya huku mikono yao ikiwa imetambaa katika mwili wa mke wangu. Hakuna sehemu ambayo mke wangu hakuguswa. Alikuwa anaguswa na wale wenzake wa kike. Mikono yao ilikuwa inatambaa sana katika mwili wa mpenzi wangu. Kwa kweli nilishikwa na mshangao mkubwa sana.
Nilitamani nipige picha, lakini akili iliniambia kwamba nibaki nitazame. Niliona kama ile kutoa simu yangu ili niweze kupiga picha au kurekodi, niliona kama ni tukio ambalo lingeweza kunipotezea point ya kuangalia kinachoendelea pale. Maulana alikuwa ndio mtaalamu zaidi. Alikuwa anajua kupitisha mikono kila maeneo ya mke wangu. Mke wangu alikuwa anapandisha ile hisia kupita kiasi. Alikuwa anapandisha hisia huku akiwa anaongea maneno kama vile yuko na mwanaume. Walikuwa wanasaidizana. Niliamua kubana mahali ambapo nilipokuwa nimebana muda wote ili niweze kuona ule mkanda unaishaje. Niliona mke wangu akiwa anajibu mapigo kwa kuonyesha hisia kali sana. Hii ilikuwa inaonyesha kabisa kwamba mke wangu alikuwa anafika katika kilele. Niliona ikifanyika hivyo, na alipomaliza pale pale walianza kugeuka na kumhamishia mwanamke mwingine, huku akiwa yeye ndo anamfanyia yale ambayo mke wangu alikuwa anafanyiwa. Ni kama walikuwa wanapokezana kwamba mmoja akifika katika kilele, akipanda, akifika juu, basi huyo mwingine na yeye, hawa wawili nao wasaidie ili mwenzao afike. Michezo ambayo walikuwa wanaicheza pale ilikuwa ni michezo kana kwamba wao kuna mmoja ni mwanaume alafu mwingine ni mwanamke. Niliona jinsi ambavyo mke wangu alivyoshuka na kwenda chumbini. Akaenda katika chumvi kwa Melan pale. Melina alikuwa anapelekewa ulimi na mpenzi wangu. Ulimi ulikuwa unaenda mpaka kwa bibi. Na huku wakati huo akiwa anapelekewa ulimi kule, mikono ya mke wangu ilikuwa inaenda na kushika maeneo ya tumbo lake kuchezea. Wakati huo Maulana yeye alikuwa ananyonya maziwa ya Milan vibaya mno. Alikuwa anayanyonya huku mkono mwingine ukiwa unabinya. Walikuwa wanakaa wanapandisha stimu kupita kiasi. Niliangalia mwanzo mpaka mwisho, mpaka nilijikuta mimi mwenyewe sasa babu akiwa ananyanyuka na kuhitaji kitu ambacho kilichokuwa kinafanywa pale kama ningekifanya mimi. Sikuamini kwa kuona kwamba wanawake wangekuwa wanaweza kuchezeana kwa kiwango kile. Kiwango ambacho kilikuwa kimepita maelezo. Nilishikwa na butwa pale, ndipo nikaanza kuhisi kwamba pengine ile ndio sababu ambayo iliyokuwa inasababisha mke wangu nikija pale na mkuta akiwa amechoka. Niliona jinsi ambavyo yule Melina baada ya kumalizwa, zamu ya Maulana nayo ilikuja. Maulana alifanywa vile vile, huku akiwa anafurahi jinsi ambavyo wenzake walivyokuwa wanamchezea mgongoni na maeneo mbalimbali ya mwili wake. Walikuwa wanapeana kisi nyevu kabisa. Midomo ilikuwa inaigusanisha ya watu wote watatu. Kila mmoja alikuwa anapeleka vidole katika sehemu ya siri ya mwenzake. Walikuwa wanashika, kila mmoja alikuwa anashika katika magalio ya mwenzake na maeneo mbalimbali. Kiukweli pale mimi niligeuka nikagundua kwamba huu ni ushetani mkubwa ambao waliokuwa wanafanya pale. Akili yangu baadaye ikaniambia kwamba hapa inabidi sasa niweze kurekodi sasa. Nilirudi nyuma taratibu sana kwa sababu matendo yale walikuwa wanayafanya pale pale sepleni. Hisia kali ambazo zilizokuwa zimewapanda ziliwafanya wao wakose hisia za kutazama upande mahali ambapo nilipokuwa mimi. Concentration yao kubwa ilikuwa ipo kwenye matendo ambayo walikuwa wanayafanya. Nilirudi nyuma kidogo na hatimaye nilitoa simu yangu. Nilielekeza kwa namna ya uficho sana ili iweze kurekodi matukio ambayo yaliokuwa yanaendelea pale. Maulana zamu yake ilipita, na hapo sasa wakaanza kurudi kuanza kwa mke wangu, mpenzi wangu ambaye niliyekuwa nikimpenda sana, Merina. Akaanza na yeye kufanywa matendo yale tena kwa mara nyingine. Kila mmoja alipokuta mwenzake alikuwa anafika katika kilele, walikuwa wanahamia kwa mwingine. Sasa zamu hii sijui ilikuwa ni zamu ya pili au ya tatu au ya nne, sijui, lakini ilikuwa ni zamu ya mke wangu kwa mara nyingine. Merina nilimuona jinsi ambavyo alivyokuwa anafurahia matendo yale ambayo wenzake walikuwa wanamfanyia. Walikuwa wanapishanisha miguu na kuingiliana katikati, huku mpenzi wangu akiwa anajibu mapigo mazuri sana kwa kuonyesha kitendo kile kilikuwa kinamfurahisha. Vidole vilikuwa vinaenda moja kwa moja kwa mpenzi wangu. Nilikuwa nikiona jinsi ambavyo maeneo ambayo nilipaswa niachezee mimi, lakini alikuwa anachezewa na mwanamke mwingine. Wanawake ndio walikuwa wanachezea maeneo yale ya mpenzi wangu. Ukweli roho yangu iliniuma sana.
Nilifanikiwa kurekodi kwa kitambo kirefu kidogo na hatimaye nilirudi na kutoka pale. Kutokana na jinsi ambavyo akili yangu ilikuwa imeghafilika sana, mimi nilienda moja kwa moja mpaka kwenye baa na kuanza kuagiza pombe nikawa nakunywa. Nilikunywa pombe nyingi sana mpaka nikashindwa kunyanyuka pale. Mhudumu wa ile baa alishika simu yangu na hivyo akapeleka kidole changu na kutoa password katika simu yangu. Aliangalia namba ambayo niliyokuwa nikiwasiliana nayo, ndipo alipokuta namba ya rafiki yangu Jerry. Akampigia simu na kumueleza kwamba aweze kuja kunichukua mimi kwa sababu nilikuwa niko bana nimelewa vibaya sana. Jerry alishangaa sana kwa sababu hiyo haikuwa kawaida yangu mimi kulewa mpaka kushindwa kutoka. Jerry aligundua tu kwamba kuna jambo ambalo litakuwa limeniudhi na haraka sana. Alihisi pengine ni kutokana na kwamba nilikuwa nikinyima unyumba na mwanamke ambaye yuko ndani kwangu hata kama hatujaoana katika ndoa, lakini ni mke wangu kwa sababu tunakaa naye. Jerry alihisi pengine yeye mwanamke ndiye ambaye aliyekuwa amenivuruga. Haraka sana Jerry alikuja mpaka pale baa. Na kila alipojaribu kunihoji, nilikuwa siwezi kuzungumza. Jerry alichukua gari yake na kunipeleka akanipakiza kwenye gari yake kwa sababu mimi sikuondoka na gari pale, sikuwa na gari muda ule. Akanipakia kwenye gari yake na moja kwa moja akaelekea ili tuweze kurudi, anipeleke nyumbani kwangu. Ni kama nilizinduka kidogo hivi nilipoona kama anaelekea nyumbani, nikamwambia usinipeleke nyumbani. Usinipeleke nyumbani, twende nyumbani kwako. Niliongea maneno machache na pale pale nilizima. Jerry alianza kuhisi kwamba kuna tatizo kubwa. Lakini alisikia maelezo ambayo niliyokuwa nimempa na hivyo akageuza gari na kuelekea upande wa nyumbani kwake mahali alipokuwa anakaa. Tulipofika kule, alianza kunifanyia huduma ya kwanza ili ile pombe iweze kukata. Vinywaji mbalimbali alianza kuninywesha kwa nguvu ili ile pombe iweze kukata. Haikukata haraka, lakini mida ya saa 6 usiku ile pombe ilikuwa imekata. Nilipata nguvu sasa ya kukaa na kuanza kuzungumza na Jerry. Aliniuliza sana kwamba ni kwa nini leo nimekuwa katika hali ile. Nilimwambia Jerry, uwezo wa kukusimulia kila kitu sina. Lakini kuna ukweli ambao unauma sana ambao nisingetamani kabisa. Kwa ukweli natamani nisingeujua, lakini ndio hivyo imetokea, nimeufahamu. Na natambua hata wewe usingetamani kujua ukweli, lakini leo utafahamu ukweli. Jerry alinitazama kwa umakini huku akisubiri kufahamu kwamba ni ukweli gani ambao mimi ninaotaka kuzungumza. Nilimwambia Jerry, naomba simu yangu. Jerry alinigia simu yangu ambayo muda huo alikuwa ameweka kwenye kabati, juu ya kabati ambalo lililokuwa liko pale sebuleni kwake. Akatoa na kunikabidhi mimi. Nilifungua na kwenda moja kwa moja mpaka kwenye kamera nikamwambia Jerry, naomba uje ushuhudie. Tulikaa mimi pamoja na Jerry katika sofa moja na hapo sasa nikamuonyesha zile video ambazo nilizokuwa nimerekodi. Ilikuwa ni zaidi ya lisaa zima kwa ujumla wa video zile. Jerry aliziangalia, akaangalia, akaona matendo ambayo mpenzi wake naye alikuwa anayafanya. Jerry alipagawa kupita maelezo, akaniambia ulikuwa na kila sababu ya kwenda kunywa pombe. Mimi hapa sijui nifanye nini kwa sababu naona kama dunia imefika mwisho. Sasa kwa upande wa mimi muda ule nilikuwa kidogo nimezoea ile hali, ilibidi sasa nigeuke na kuanza kumbembeleza Jerry na kumwambia tulia. Jerry alikuwa amepagawa kupita kiasi. Nilimtuliza pale na usiku huo hakuna mtu aliyelala, tulikuwa tukibaki tukulaani matendo ambayo wale wanawake walikuwa wanayafanya. Yaani mpenzi wangu alikuwa anaingiliwa na wanawake wenzake. Wadada hawa ambao ni wazuri sana, uwezo kuwatarajia, huwezi amini walikuwa wanafanyana wao kwa wao. Jerry akaanza kuniambia kwamba ndio maana kumbe Milina nilipomweleza kwamba aje tukae na yeye akaniambia haiwezekani. Nilimbembeleza sana Milina ili aje tukae na yeye huko.
sehemu ambapo kuna nyumba hii hapa, kuna vyumba na kila kitu, lakini akaniambia hawezi kukaa mbali na rafiki zake. Kumbe huu ndio upumbavu ambao Melina alifanya akiwa na wenzake. Nimepigika vibaya mno. Alilalamika sana Jerry. Mimi nilijikuta hata mimi machozi yakinitoka. Nilimweleza kwamba hata mimi siku zote, hata kipindi tunatoka Dar es Salaam, wakati tunatoka Songea, walinieleza kwamba hawawezi kukaa tofauti, ni lazima wawe pamoja. Hata mimi sikujua kabisa kwamba umoja wao ni utatu ambao wa kipumbavu kabisa kiasi kile. Sasa kitu kilichokuwa kinaniuma zaidi ni kwamba mimi bado nilikuwa nikimpenda sana Merina. Nilijiuliza sana kwamba ni jambo gani ambalo ninaweza nikalifanya, yaani ili tu Merina ile hali aweze kuiacha. Usiku ule nilitafakari mpaka tulijikuta asubuhi imefika, mili ikiwa imechoka, hatujalala usingizi na bado tulipaswa tuelekee kazini. Nilitoka pale mkuku nikaenda mpaka nyumbani. Nikajiandaa na Jerry alijiandaa pale. Tulikutana tena kazini. Siku hiyo kazini mambo yalikuwa vizuri kabisa. Pale nyumbani nilipofika sikutaka afahamu chochote kilichokuwa kimeendelea, kwamba nimefahamu michezo ambayo alikuwa anaifanya. Sikutaka kumweleza hata mmoja. Na hata aliponiuliza kwamba umelala wapi, nilimweleza tu kazini, alafu sikutaka kuongea naye zaidi. Hata yeye hakutaka kabisa kunihoji zaidi, aliniambia tutazungumza jioni, nenda kwanza. Kazini siku hiyo kazi zilikuwa haziendi kabisa kwangu mimi pamoja na Jerry. Kwa sababu tulikuwa tuko ofisi moja, kila mtu aliyekuja pale alishangaa kutokana na jinsi ambavyo tulivyokuwa. Ulipofika muda wa kurudi nyumbani, tulifurahi sana kwamba muda umefika wa kutoka pale kazini. Lakini baada ya kutoka katika ofisi zile, akili zote zilikuwa zinawaza kurudi nyumbani. Tunarudi kimfumo gani? Kwa upande wa Jerry mambo hayakuwa shida, kwa sababu nyumbani kwake alikuwa hakai na Melina. Lakini mimi nyumbani nilipokuwa nikiwaza kurudi, ni moja kwa moja lazima ningekutana na Melina kule nyumbani. Kitendo ambacho kingeniumiza sana. Tulishauriana mimi pamoja na Jerry kwamba tuweze kwenda nyumbani kwake. Mimi nilikuwa nikimshauri twende tukanywe pombe, lakini alinishauri sana, akaniambia tusinywe pombe, twende nyumbani. Tulikubaliana tukaenda nyumbani kwake. Na hapo sasa akanieleza, sasa hapa tunafanyaje? Swala ni moja tu, kuacha. Unapaswa ufukuze pale nyumbani, waondoke kabisa. Nikamwambia Jerry, nawezaje kufukuza mtu ambaye nampenda sana? Jerry akaniambia, unawezaje kupenda, unaendelea kumpenda bado Melina? Pamoja na upumbavu ambao umeyaona haya. Mimi hapa sitaki kumtumia Melina, sitaki kumtumia hata message. Lakini ukweli ni kwamba nimemwacha toka nilivyoona upumbavu, nimemwacha hapo. Sitaki hata kuongea na yeye, na hata sitaki chochote mawasiliano na yeye mpaka kwa sasa hivi. Nilimweleza Jerry, nikamwambia kwamba huwezi kukimbia unachokipenda sana. Jerry aliniambia kwamba hayo ni mapenzi ya kipumbavu ambayo mimi naendekeza. Nilimweleza sina uwezo wa kumwacha Melina kwa sababu ni mwanamke ninayempenda sana. Ni mwanamke nampenda kupitiliza, sina uwezo wa kumwacha. Alinishangaa sana kwa kweli. Mwisho nilimwambia aweze kunisindikiza nyumbani. Tulitoka tukaenda mpaka kule. Lakini wakati ambapo alipokuwa anasalimiwa na Melina, alikataa tu akisema hataki salamu. Mimi kwa sababu nilikuwa nampenda sana bado Melina, ilibidi nimuite. Nikamuita mpaka chumbani ili tuweze kuzungumza. Lakini Melina alipokuja tu pale akaniambia, naomba nikwambie, siko tayari kufanya mapenzi na wewe. Nimekwambia kwamba mimi najisikia kuchoka, siko tayari. Alipozungumza vile alikuwa afahamu kabisa kwamba mimi naujua ukweli wa kitu kilichokuwa kinaendelea kuhusiana na yeye pamoja na marafiki zake. Nilimuita nikamwambia, sogea hapa, sicho ninachokihitaji. Melina, hivi sijui nianzie wapi, lakini umeniumiza moyo wangu sana.
Sikujua kama ndo michezo ya ajabu ambayo unayoicheza wewe. Michezo gani? Sikuwahi kufahamu kwamba unacheza michezo ya ajabu ya kuingiliana wewe na wenzako. Yaani nyinyi mnafanyana, nyinyi wanawake wote mnafanya michezo ya ajabu kiasi hiki. Sikujua kabisa. Merina alianza kukataa pale. Nilichukua klipu fupi tu nikamuonyesha kitendo ambacho alichokuwa anakifanya. Pale Merina alianza kulia. Akaniambia, kwa hiyo kumbe wewe ulikuwa unanifuatilia. Kwa hiyo ulikuwa unajua kama mimi nafanya hivyo. Kumbe ulikuwa unanifuatilia. Merina alilia machozi mengi sana pale. Nilianza kumbembeleza nikijua kwamba Merina sasa machozi haya yanaonyesha kwamba yeye ana nia ya dhati ya kuachana na michezo ya ajabu hiyo. Merina alinyamaza. Hatimaye nikamwambia, Merina, wewe ni mpenzi wangu ambaye nimekupenda. Unafanya michezo michafu. Upande wa Jerry, rafiki yangu, ameshakata tamaa kabisa, hawezi kuendelea kuwa na Milina, rafiki yako. Lakini mimi moyo wangu bado unakupenda sana Merina. Nikuombe kitu kimoja tu, uachane na hizo tabia zako kabisa. Na sijui ulizianza lini. Uachane na hizo tabia zako. Uendelee kubaki kuwa mpenzi wangu kwa sababu nakupenda sana, na hata mama yangu anakupenda sana. Nahitaji niweze kukua wewe. Merina alinieleza maneno ambayo yalinishangaza sana. Ndipo nikagundua kwamba kumbe hili jambo lina mnyororo mrefu sana. Merina akaniambia kwamba cha kwanza ni msamehe. Cha pili, kuacha hawezi. Alinieleza kwamba kuacha hawezi, akiniambia kwamba naomba tu nikwambie ukweli. Haya yamekuwa ni maisha yangu ya kipindi kirefu sana. Tokea tulipokuwa tuko Songea. Kipindi ambapo bado wewe hata hatujakufahamu. Hujaja pale kikazi. Tulikuwa tayari tumeshaingia katika michezo hii. Tulifundishwa na mtu ambaye tulikutana naye Facebook. Yeye yuko Uarabuni. Ni Mswahili mwenzetu, akatueleza kwamba atatutafutia nafasi tuweze kwenda kule, lakini lazima tujue hiyo michezo kwa sababu kuna wanawake wengi sana wanahitaji kufanywa hiyo michezo kule. Kwa hivyo tulianza kufanya mazoezi na tukawa tunamtumia clip yule dada rafiki yetu wa Facebook. Tukawa tunamuonyesha jinsi ambavyo tunavyofanya. Akawa anatueleza kwamba boresheni hili na hili. Akatufundisha mambo mengi mpaka na sisi tukaweza. Akatuambia tumefaa. Tulikubaliana kwamba angetutumia nauli ili tuweze kuondoka na kwenda huko Uarabuni, atuunganishe na wamama wa kitajiri ambao wanaopenda michezo hiyo. Lakini baadaye alianza kutupa sound mbalimbali, mara sijui kuna vizuizi hivi na vile, lakini akatuambia kwamba bado ataendelea kwa pamoja na sisi. Na kuna siku tu angetupa nauli na sisi tungeenda kule. Tulipenda na tuliridhia. Tuliamua kuendelea kujionyesha kwamba kufanya mazoezi mara kwa mara, tukiamini tunaweza kwenda kupata pesa ya kutosha kule. Baadaye tulijikuta kwamba sisi ndio michezo yetu, kila mmoja ana miss kucheza hiyo michezo. Na ndipo tulipoamua sasa kutengeneza combination yetu sisi watatu kwamba tunaweza kusaidiana muda wote. Lakini nje ya kwenda huko tumeanza kupata wanawake hapa ambao walikuwa wanataka kufanywa vitendo hivyo. Na ndio ambao walikuwa wanatufanya tuweze kuishi mjini tukiwa tuko Songea, lakini hata huko tumekuwa tukiwafanyia wanawake wengi wa matajiri
ambao wanaopenda michezo hiyo. Wengine ni wa viongozi wakubwa wa kisiasa, lakini wanapenda sana michezo hiyo ya kufanywa na wanawake wenzao. Wamekuwa wakitupa pesa nzuri tu, na ndio maana ulikuwa unaona mambo yetu yote yalikuwa yanaenda vizuri sana. Yaani sijui nikwambia nini, lakini kuacha siwezi, kwa sababu hapa nilipo nina dili la kwenda kwa mke mmoja wa waziri mmoja hivi. Kuna mke wa katibu mmoja hivi wa katibu tawala wa mkoa mmoja hapa, sitamtaja mke wake. Hao ni watu wangu ambao wananipa pesa nzuri, japo nakutana nao kwa bahati na kwa njia ya siri sana. Mimi ndo nawafanyia hivyo na wao wanaenjoy sana na wananilipa. Marafiki zangu wote wana watu mbalimbali, wengine wake wafanya biashara, wengine ni wake wa viongozi. Ndo wanaowafanya na wao waweze kuishi hapa mjini. Kwa hiyo kuweza kuacha haiwezekani, kwa sababu wanawake hao yani kwanza wanakuwa wako tayari hata kutua. Nilishajaribu kumtania mmoja, nikamwambia kwamba mimi nataka niachane na hii michezo. Alinitolea mpaka bastola huyo mke wa kiongozi. Akaniambia raha ambayo anayoipata kupitia michezo hii, kuliko mimi niache niondoke au nimwache niende kwa mtu mwingine, ni bora niue kabisa. Nilikuwa najaribu tu kumtania, lakini hata mimi ninaelewa jinsi ambavyo ilivyo na raha sana michezo hii. Kwa sababu kwanza unapomfanyia mtu, yani kuna muda anaamua kukupa hela, kuna muda anachukua tu anakuambia shika, yani anafurahi kupita maelezo. Na hata mimi mwenyewe ninapokuwa nafanyiwa ninaenjoy sana, na ndio maana unaona sometimes nikawa sihitaji kabisa kufanya na wewe, kwa sababu nilikuwa naona kama unanipotezea tu muda. Ninajua bado unanipenda sana Fela, lakini hakuna uwezekano wa kuendelea na wewe kwa sababu wewe hutupenda mimi niendelee na michezo yangu hii. Nje tu ya kwamba inanipa pesa, lakini nimezoea, ndio maisha yangu. Kwa kweli utanisamehe. Kama utapenda kuendelea na mimi nikiwa katika hali hii, sawa, lakini elewa kwamba hutopata raha muda wote. Kwa sababu kuna muda utanihitaji, lakini nitakuwa nimeshafanya wanawake wenzangu, nitakuwa nimefanya mambo mengi. Kwa hiyo nitakuwa tayari nimesha enjoy. Sitohitaji kuendelea kufanya na wewe. Kwa hivyo ninachoomba, unaweza ukafanya maamuzi tu. Kama uchumba wetu ndo unafika mwisho hapa, basi sawa. Na kama utaendelea sawa, lakini mimi siwezi kuacha michezo hii. Nimeshazoea na napenda sana. Na kuna watu ni wake zangu ambao kwa kweli kwanza itanitia taharini sana. Ni watu wakubwa sana. Nikithubutu kuwaacha na kuambia nimeacha hiyo michezo, wanaweza kaniua. Wanapenda sana. Juzi nimeenda, si nikwambieje, lakini nikwambie tu kwamba bana, hapana, siwezi kuacha kwa kweli. Naomba tu ufanye maamuzi wewe, lakini mimi siwezi kuacha. Napenda sana mimi mambo haya. Siwezi kuacha. Nakupenda Fela, lakini siwezi kuacha. Sitathubutu kabisa. Naomba unisamehe. Maneno aliyokuwa amenieleza Merina yaliniumiza sana sana. Nilijaribu kumbembeleza sana Merina ili aweze kukubali na kuendelea kubaki na mimi akiwa anaacha zile tabia zake. Nilimweleza kwamba pesa ningeweza kumpatia ambayo angeitaka, lakini alinieleza ni jambo haliwezekani. Kiukweli nilikuwa nampenda sana Merina, lakini kutokana na tabia zile ilibidi baada ya siku kwenda nikamwambia basi aweze kuondoka. Aliondoka yeye pamoja na marafiki zake, huku akinieleza kwamba bado ananipenda wao kama shemeji zangu, lakini maisha yameshaamua na hakuna kitu kinaweza kubadilika tena. Merina siku anaondoka, machozi yangu yalitoka mengi sana. Nilikaa siku 3 bila kuweza kula kitu kinachoeleweka. Kila nilipojaribu kula chakula nilikuwa naona ni shida sana, kwa sababu ya kumpoteza mpenzi wangu kwa sababu za tabia za ajabu sana. Wiki moja baadaye mama yangu alikuja Tanga kunisalimia. Aliniuliza sana kuhusiana na Merina. Nilijiuliza siku sasa nitamjibu nini mama. Nikimwambia tumeachana sababu nitamwambia sababu gani?
nilipata wakati mgumu sana. Lakini mama aliniona jinsi ambavyo sipo vizuri. Alipokuwa akinitazama aliniona kabisa kwamba mimi nina mawazo mabaya sana, ni mtu ambaye sina furaha kama hapo awali. Na hivyo basi akanieleza kwamba akaniuliza sana, akanipeleleza, ikabidi nimwambie ukweli tu. Nikamwambia ukweli, mama, mimi siko karibu na Merina sasa hivi. Mama yangu alistaajabu sana kwa sababu hakutegemea kama mimi na Merina tungekuja kuachana. Alihitaji sana kufahamu sababu iliyosababisha mimi na Merina tuachane. Huku akiniambia hayo maugomvi hayataki, anachohitaji ni kwamba Merina aweze kurudi pale nyumbani. Na akasema awamu hii akirudi inapaswa tufunge ndoa na yeye haraka iwezekanavyo. Nilitafakari sana ni maneno gani ambayo nitamweleza mama ili aweze kunielewa. Kwa sababu alikuwa ameshampenda sana Merina, akiamini ni mwanamke mwema ambaye anastahili kukaa na mimi. Ilinibidi sasa mimi, baada ya mama kunihoji sana siku kadhaa, ilibidi nimwambie ukweli tu mama yangu. Nikamwambia, mama, Merina ulikuwa unamuona ni mwanamke, lakini sio mwanamke, ni mwanaume wa watu. Ndio mama. Merina sio mwanamke, ni mwanaume wa watu. Mamangu alistaajabu sana, akanyamaza kwa kitambo kidogo. Na hapo ndipo akaniuliza ili niweze kumweleza ni nini ninachomaanisha. Nilimweleza, mama, Merina wale marafiki zake wawili unaowafahamu uliokuwa unawakuta hapa ni wake zake. Yaani wale wanashiriki matendo ya ajabu wao watatu. Kila mmoja anamuona mwenzake ni mke wake na kila mmoja anamuona mwenzake ni mume wake. Mamangu alishangaa sana. Mamangu alishangaa sana huku akilalamika sana. Na kusema, mwanangu, inabidi uhame hata katika hii nyumba, ikuepusha na mikosi ya wanawake wa aina kama hiyo. Mamangu alilalamika sana, lakini kulikuwa hakuna namna. Siku zilipoisha ambazo mama alitaka kukaa pale nyumbani, hatimaye aliondoka. Nilibaki na upweke mkubwa sana. Nilitamani sana kumrudia Merina, lakini kila nilipokuwa nikimtafuta Merina ili tuweze kurudiana, alinieleza kwanza kwamba kwa sasa ndo haiwezekani kabisa, kwa sababu kwa sasa hivi yuko anakaa mahali kama mfanyakazi wa ndani kwa bosi huyo mmoja. Lakini ukweli ni kwamba yeye pale sio mfanyakazi. Bosi tu wa kiume anapotoka kwenye ile nyumba, yule ambaye ni kiongozi wa serikali, basi yeye pale ndani anahudumu kama mume wa yule mke wa kiongozi. Maneno yale aliniumiza sana. Nikakumbuka alivyonieleza kwamba alijifunza kupitia Facebook kwa ahadi kwamba angeitwa huko nchi za nje ili aweze kufanya kazi na kupata pesa. Nilichoka sana na kuumia. Nikajua kwamba kweli mitandao ya kijamii imekuja, lakini imekuja na kuharibu wanawake wazuri kama mabinti hao watatu, Merina, Milina na Molana, wanawake wazuri sana. Lakini wameingia kwenye mahusiano yasiyofaa kwa sababu tu ya kuona mambo ya mitandao ya kijamii na tapanza kwenda kupata pesa nje. Nililia sana na kwa kumpoteza mpenzi wangu. Mpaka leo hii haiwezekani kabisa mimi siwezi kuingia katika mahusiano ya kimapenzi kutokana na jinsi ambavyo nilivyokuwa nikimpenda Merina. Sioni kama kuna mwanamke mwingine ambaye ninaweza nikaingia naye katika mahusiano na tukaelewana. Ninatamani kama ningepata mchungaji au shehe aweze kwenda kumwombea Merina aweze kuachana na hizo tabia na hatimaye aje nimuoe. Ndio bado naendelea kuhangaika, sijajua. Lakini sikujua kama ningeweza kumpoteza Merina wangu niliyempenda sana kwa sababu za kipumbavu kama hizo. Merina yuko mbali sasa hivi. Anakaa jijini Dar es Salaam. Lakini hajaacha kuwa karibu na marafiki zake, bado wako pamoja. Na sasa hivi ndio kabisa anazuga kwamba yeye ni mwanamke, ni mfanyakazi wa ndani, lakini kumbe ni mume wa mke wa mtu. Ikiwa wote ni wanawake. Mungu amsaidie sana Merina kule alipo, aweze kugundua dhambi anayoifanya na hatimaye aachane na hayo mambo, arudi kuwa mwanamke halisi, arudi awe mke wangu, kwa sababu nampenda sana Merina. Mungu amsaidie sana Merina. Na hata wewe msikilizaji, naomba unisaidie kumwombea Merina aweze kupona, achane na huo upumbavu, aweze kurudi na kuwa mpenzi wangu, hatimaye tufunge ndoa, awe mke wangu. Nisaidie kumwombea Merina. Mungu abariki sana.